Ningependa kuzungumzia maadhimisho ya miaka 100 ya chimbuko la Bunge la Tanzania ambapo kilele chake kitakuwa mwezi Januari 2027. Pamoja na maadhimisho hayo ya miaka 100 ya chimbuko la Bunge, nitagusia kwa ufupi mafanikio yaliyopatikana, mchango wa Bunge katika kuimarisha demokrasia na maendeleo ya taifa, uwajibikaji wa serikali mbele ya Bunge, pamoja na ushiriki wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika siasa na shughuli za kibunge. Hivyo nimeita hapa ili niwaombe mweze kuhabarisha umma wa Tanzania na ulimwengu wote kuhusu maadhimisho ya miaka 100 ya chimbuko la Bunge la Tanzania. Ndugu hariri wa vyombo vya habari, chimbuko la Bunge la Tanzania linaanza tarehe 19 Machi 1926 wakati Tanganyika kwa chini ya utawala wa Uingereza. Siku hiyo Bunge la Uingereza lilipitisha sheria iliyoitwa the Tanganyika Legislative Council Order in Council 1926. Lengo la sheria hii ilikuwa ni kuanzisha baraza la kutunga sheria Tanganyika, the Legislative Council of Tanganyika Territory. Kwa wengi tunakumbuka neno la legi, neno hili maarufu sana kwa Watanzania. Kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1967, Bunge ni chombo kikuu cha uwakilishi wa wananchi na kina majukumu matatu makuu: kutunga sheria, kushauri na kusimamia serikali na kuwakilisha wananchi. Kupitia majukumu hayo, Bunge limekuwa muhimili muhimu katika kuimarisha demokrasia, utawala bora na maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Sheria mbalimbali zinazopitishwa na Bunge zimewezesha kuimarika kwa mazingira ya uwekezaji, utoaji huduma za jamii na usimamizi wa rasilimali za taifa. Vilevile Bunge limeendelea kuimarisha ushirikiano na wananchi kupitia kamati za Bunge, mikutano ya hadhara na matumizi ya teknolojia ya habari. Teknolojia hiyo imesaidia katika kurusha matangazo ya vikao vya Bunge moja kwa moja, jambo ambalo limeongeza uwazi na ushiriki wa wananchi katika masuala ya kitaifa. Hadi katika kipindi cha Bunge la 13, mafanikio mbalimbali yamepatikana. Miongoni mwao ni kuongezeka kwa wigo wa uwakilishi wa demokrasia bungeni, kuimarika kwa shughuli za kamati za Bunge katika kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali, kuongezeka kwa matumizi ya mifumo ya kidijitali katika shughuli za kibunge, kuimarika kwa diplomasia ya kibunge kupitia ushiriki wa Tanzania katika mikutano mbalimbali ya kikanda ya kimataifa, kuongezeka kwa uwazi katika shughuli za Bunge na kuendelea kwa maboresho ya miundombinu na mazingira ya kazi ya Bunge. Mafanikio haya yamechangia kuimarisha hadhi ya Bunge na kuongeza tija ya majukumu ya Bunge kwa wananchi. Ndugu wahariri wa vyombo vya habari, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeendelea kuimarika katika kutekeleza majukumu yake ya kuishauri na kuisimamia serikali kwa kipindi chote cha historia. Kuimarika huku kumetokana na maboresho katika maeneo mbalimbali yakiwemo masuala ya Bunge kwa serikali, kamati za kudumu za Bunge, kamati teule na kamati maalum, uchambuzi wa uidhinishaji wa bajeti, taarifa za udhibiti, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, masuala ya papo kwa hapo kwa waziri mkuu, hoja za wabunge na taarifa mbalimbali zinazowasilishwa na serikali bungeni. Mfumo huu umeendelea kuimarisha uwajibikaji, matumizi sahihi ya fedha za umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia Laki2.5 hadi milioni 5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.